Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana katika uwepo wako ndani ya nyumba hii ya sala, ambayo ni nyumba ya sala kwa mataifa yote. Tukiwa na shangwe, furaha, tukiwa na kicheko, ni nyumba ya sala. Tunapovuja damu, tunapotoka machozi, tunapoguswa na mshale wa mauti, bado ni nyumba ya sala. Tumekutanika hapa kukutukuza wewe uliyeumba watoto wako hawa waliolala. Historia iliyosomwa mbele zetu wewe unaijua zaidi. Wakafunuliwa jina lako, wakaitikia, uliwaumba kwa mikono yako. Ukawadhihirishia tatizo la dhambi na ufumbuzi wake Kalvari. Walipoangalia Afrika, kaangalia Ulaya, kaangalia Amerika, kaangalia kule Russia, wakaangalia Uarabuni, akili zao zilithibitishwa. Hakuna hata mmoja mwenye ufunguo wa kaburi na mauti, isipokuwa Yesu Kristo aliyekufa, akazikwa, akafufuka. Huyo wakasema ndio, tunaamini. Waliitikia, wakaishi hivyo, wakakutumikia kwa furaha na kwa moyo, kwa sababu wanaye Yesu aliye mshindi wa kaburi na mauti. Leo wako kimya. Sisi tulio hai tunashukuru mno ulipojifunua kwao, wakaitikia, wakafanya maamuzi, wakijua katikati ya dhahama za maisha haya, ikitokea wakalala, uliwaahidi ukija utawafufua. Mchana huu wa leo umenena nasi tena. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ndiye pekee waweza kuleta faraja kwa familia ya Elizabeth na familia ya Feada. Peke yako, macho yao na macho ya kanisa, tunakuangalia wewe, ukazidi kudhihirisha faraja itokayo katika neno lako. Ipo siku waliolala katika jina lako watainuka. Ni kwa sababu hiyo umetukutanisha katika nyumba hii ya sala. Tunaungana na maamuzi yao walioyafanya miaka ile. Sisi bado pia tunaamini. Tunaamini ya kwamba Yesu atarudi mara ya pili. Tunaamini Mungu wetu. Na tunaamini waliofanya maamuzi Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hata wakiwa hai au wamelala, utawafufua siku utakapokuja. Bado tunaamini sehemu ya faraja kwa safari mbele ya watoto wako walio hai. Na miili hii sasa, hata watakaporejea udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi na majivu kwa majivu, uwepo wako bado ni tumaini letu. Faraja hiyo ikawasikilizishe sauti yako, kila mmoja akapate nguvu anapoona mmoja baada ya mwingine akirudishwa mavumbini. Tunakushukuru sana mchana huu wa leo. Kristo, ukadumu kuwa haki yetu tulio hai, na ukatupatia tumaini katikati ya huzuni ya kwamba uko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Ni katika ukweli huo tutatoa machozi, lakini tukiwa bado tunakuamini. Katikati ya huzuni hii tutarudisha wapendwa hawa mavumbini, bado tukiamini ukija watafufuka. Tusaidie sasa ili tuishi katika Kristo. Tujalie maisha ya uaminifu, kwa sababu ukija tutaonana pasipo kutengana milele. Amani yako
ipitao akili zetu zote, ikahifadhi familia hizi zote na kanisa lako hata ujapo mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo. Amina.